Bwana ni mwema na siku zote. Darnet Event 2025, nuru ya matumaini. Asante sana, karibuni katika mkutano wa siku ya leo, ambapo tunaendelea na neno hili la Bwana. Wale mlio hapa ndani mmekaribishwa, walio katika vituo tofauti, vituo mbalimbali pia tunawakaribisha, na tungetaka tuweze kuwatambua mahali pote mlipo katika vituo mbalimbali. Tuna kituo cha mtaa wa Kibaba ambacho pia kipo Kibaba CCM. Kuna watu 45 na wenyeji 15. Tunashukuru ya kwamba mko pamoja nasi. Kuna walio katika mtaa wa Lubaga huko Shinyanga, kituo cha Lubaga ya Mweri, watu 50 ambao wanaofuatilia. Habari hii tumeweza kuletewa na mchungaji Eli Rogers Masha. Na pia tuna hapa Kibiti, kanisa la Bungu SDA. Tuna watu zaidi ya watu 106 wanaohudhuria, kiemo Pastor Mabula. Na pia soko kuu Binga mjini huko Ruvima, zaidi ya watu 70, na stedi kuu ya mabasi Mbinga watu 100, na wakiwemo Pastor Muhunda na wengine walioko hapa mjini Dar es Salaam, kule Arusha, kule Dodoma, Kenya na nchi pia zinazotuzingira. Tunawakaribisha wote katika huduma na somo la siku ya leo. Asanteni sana. Tunaamini ya kwamba Bwana ameandaa siku ya leo na ili tukabarikiwe pamoja. Kama ilivyo desturi yetu, tunaanza na swali la Biblia. Swali la Biblia, ama swali tu ni kuangalia vile tunavyojua Biblia, lakini najua mko sawa. Ya leo ndio rahisi kabisa. Tunaanza na kanisa gani leo? La Wokovu ama kanisa la B? Jana tulianza hapa. Haya basi, munisaidie na nyinyi mjue ndio mnawakilisha wale wote wa kwa vituo mbalimbali. Ni nani? Wacha tujibu wote pamoja. Wacha tujibu wote pamoja. Na niligundua kitu jana ya kwamba wengi wetu ni waoga. Ni waoga hata kuinua mkono peke yake. Kuinua mkono unauoga, usifeli. Unaogopa tu. Na tunasoma kitabu cha Danieli. Na huwezi ukasoma kitabu cha Danieli kama wewe sio shujaa. Kwa hivyo tuanze na hii majibu, uone ukiwa na ushujaa. Kama unasikia wewe ni muoga, hiyo uoga pia kuna uwezekano usiende mbinguni. Kwa sababu nilipokuwa nasoma kitabu cha Ufunuo, Yesu anasema waoga hawataenda. Kwa hivyo kama wewe unajua ni muoga, mambo ya mbingu naona kama utayaonea kwa mbali sana. Na tungependa uende mbinguni. Kwa hivyo uoga, fukuza uoga. Bwana asifiwe sana. Sasa basi, mnijibu wote. Ni nani aliyeandika kitabu cha Mwanzo? Sasa. Hiyo sio swali. Swali nitawaambia swali itakuja wapi. Kwa hivyo mmeniambia ni Musa. Sawa. Tunakubaliana. Nani aliyeandika kitabu cha Kutoka, Exodus? Sasa. Ni nani aliyeandika kitabu cha Hesabu, Numbers? Endelea tu vile tunaendelea, endelea kuweka sauti sawa. Ni nani aliyeandika kitabu cha Mambo ya Walawi? Good. Ni nani aliyeandika kitabu cha Kumbukumbu la Torati? Sasa. Ni nani aliyeandika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 1 hadi sura ya 20? Nani aliyeandika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 1 hadi sura ya 30? Bwana wabariki wale mnaendelea kuwa waaminifu kwa kujibu. Bwana wahurumia wale ambao mlituacha na mkanyamaza.
Sasa jibu, sasa swali ni hili sasa. Basi swali la leo ni hili. So shout your answer. Ni nani aliyeandika Kumbukumbu la Torati sura ya 34? Nasikia Musa, kuna mwingine? Haya basi. Nani yako na jibu tofauti? Mara ya mwisho, hebu nione na wangapi wanasema hapana, Musa hakuandika sura ya 34. Unasema chapter 34. By the way, Deuteronomy ni from chapter 1 to chapter 34, si ndio? Kwa hivyo kama uko hapa na unasema Musa hakuandika chapter 34, aliandika zingine zote lakini 34 hakuandika, inua mkono. 1 2 3 4. Wale wanasema Musa aliandika kitabu yote ya Kumbukumbu la Torati. Wale hamuna taarifa wala muktasari, leo ndio mumesikia Kumbukumbu la Torati iko na 34 chapters. Haya, naona wengi tu tumesema Musa aliandika chapter 34. Sasa wacha tusome. Usikilize tu akiandika, usikilize tu vile aliandika. Kwa hivyo hapo ndio swali ya leo iko. Kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati, sura yake ni 34. Nataka nisome pale. Nitakusomea tu, wewe kazi yako ni kusikiliza. Mimi nitakusomea tu pole pole. Anasema hivi. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu. Nani anaandika? Asante. Wewe kazi yako ni kunijibu tu. Bwana asifiwe. Mimi nauliza unanijibu. Asante kwa wale mnajibu. Naanza tena. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima Nebo hata kilele cha Pisga kukabili Yeriko. Nani anaongea? Musa. Bwana akamuonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani, na Naftali yote ya nchi ya Efraimu na Manase, na nchi yote ya Yuda, mpaka bahari ya magharibu na Negebu, na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende, hata mpaka Soari. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nikisema nitawapa wazao wako. Nani anaandika? Haya, wale amsikii majibu hapa, nasikia Musa, wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Nani anaandika? Mbona wengine mnaninyamazia kusema ukweli? Wacha tuseme ukweli kabisa. Haya, basi fungu la 5. Basi Musa mtumishi wa Bwana. Nani anaandika? Haya, basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Nani anaandika? Musa. Oh, Bwana sifiwe. Nasikia wengine nasema ni Musa. Kwa hivyo Musa amekufa, anaandika. Ngojeni. Musa amekufa. Amekufa Musa. Haya, basi Musa alikuwa mtu wa miaka 120, ndiye anaandika hadithi yake alipokufa. Musa amekufa. Haya, alikuwa miaka 100 nani aliandika hapo? Joshua. Bwana asifiwe. Haya, sasa tuko pamoja. Kwa hivyo hata ingawa tunasema ni Musa aliandika kitabu kile chote, kuna sehemu ambayo haikuwa inastahili kuwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hapo ndio ingekuwa sura ya kwanza ya kitabu cha Joshua. Bwana asifiwe. Maswali haya tu ni ya kufanya umakiniki katika neno la Bwana. Siku ya leo tunaingia bado katika mji mkuu wa Babeloni. Jana tuliweza kumuona Mungu akiingia katika mawazo ya Nebukadnezaru, akampatia ndoto na akamfanya asahau. It's God who made him to forget. Kwa hivyo Mungu akatoa kumbukumbu na huyu Nebukadnezaru akasahau, na lazima angewaita wale watu wa kutafsiri. Akaita wanajimu, wasihiri, wakalidayo, wale waliokuwa na hekima wa Babuloni. Na kama vile nilivyokuelezea, kitabu cha Danieli kimeandikwa kinaanza na kumsahau Mungu. Sura yote inaanza na kumsahau Mungu. Mungu anakaa kama ameshindwa. Kwa hivyo wanakumbuka wanajimu na wasihiri wamemsahau, lakini hapa katikati Mungu anaingilia kati and he rearranges the tables. Mungu anapangua meza. Mungu anapangua, yani anaharibu mchezo.
Mungu anaingilia hapo, anaharibu mchezo kabisa ili aibuke kuwa mshindi. Mwisho, ukianza kitabu cha Danieli sura yote, unaanza pale mwanzo, either Mungu ameshindwa kama vile sura ya kwanza, au amesahaulika kama vile sura ya pili, ambao tuna wanajimu na wasihiri. Lakini huko katikati unaona mchezo unaanza kubadilika sasa. Hata ingawa ni Mungu alichezwa, sasa ndiye anaanza kuwacheza. Naona katika sura ya kwanza Danieli anakataa chakula, Mungu anawapatia nguvu, wanakula chakula ya mashambani, siku 10 imetosha. Na kawaida kabisa huwezi ukala siku 10 chakula hata ukibadilisha na ubadilike siku 10. Nafikiri daktari hapo atakubaliana na mimi ya kwamba 10 days, that is 1 week. Ati wewe umeanza kula chakula kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya 10 umebadilika. Unasema ya kwamba nilitaka niongeze weight. Mimi weight yangu haitoshi, kwa hivyo nitakula viazi, nitakula vinono vya nchi. Siku 10 mabadiliko yamepatikana, inakuwa ngumu. Hata ukienda gym, wale mnataka kujenga misuli, unasema ya kwamba siku 10 ndio nimejipatia. Unaenda unainua machuma, alafu siku 10 unakuja unatuelezea niko sawa sasa, mimi ndio Goliathi wa Magomeni wapi. Siku 10. Lakini katika kitabu cha Danieli siku 10 ziliwatosha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliingilia kati. He was rearranging the tables. Rearrange the tables. So ukisoma kitabu cha Danieli ukianza, Mungu anakaa kama anashindwa, katikati anabadilisha mchezo, anabadilisha the game. He rearranges everything. Mungu anakuja anaanza kurearrange kwa sababu anataka pale mwisho aibuke mshindi na itangazwe Mungu 1 na Babylon 0. Kwa hivyo hapo akaweza. Jana akasahaulika, wanajimu wamekuja wameshindwa, Danieli amekuja na Mungu tena akaibuka mshindi pale mwisho wa sura ya 2. Ikawa ni Mungu 2 scores. Babyloni bado mko katika neli. Leo tunapoangalia tunaingia katika sura ya 3. Tunaingia katika sura ya 3 ya kitabu hiki cha Danieli. Na ningeomba uweze kusoma pamoja nami katika sura ile ya 3 ya kitabu cha Danieli. Kina maneno. Hii sura ina maneno, kwa hivyo nifuate tu kinaga ubaga. Kama kuna kitu kama hiyo, nilisikia mtu mwingine aliitumia hapo nje, hiyo nikakopa, nikasema nitaitumia. Iko sawa? Hiyo imetumika sawa sawa, kinaga ubaga. Basi, haya kwa kinaga ubaga tuweze kuangalia na tuone vile anavyosema katika kitabu cha Danieli sura yake ya 3. Ni nini kinachoendelea? Mfalme umeota ndoto na Danieli akamuelezea jana, akamwambia, wewe mfalme, ni wewe ambaye uliyeona ndoto, na hiyo ndoto uliyoiona ilikuwa ni sanamu, na huyu sanamu ambaye uliyemuona alikuwa na kichwa cha dhahabu, na alikuwa na kifua cha fedha, na alikuwa na tumbo ya shaba, miguu yake ilikuwa ni miguu ya chuma. Na pia ulipokuwa unaangalia ukaona ya kwamba kuna jiwe ambalo halikuwa limechongwa na mikono ya mwanadamu, na likaja likavunja ile sanamu, na sanamu ikaisha, na hilo jiwe likawa kubwa mno, likaijaza dunia yote. Likaijaza dunia yote. Na alipoangalia basi sura ya 3, neno linasema hivi. Soma nami katika sura ile ya 3. Anasema namna gani? Sura ya 3, tunaposoma pale sura ya 3 anasema, Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha, naomba ushike hilo neno, akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Neno la Mungu linasema ya kwamba mfalme Nebukadnezaru ameweza kuonyeshwa sanamu na Danieli mwenyewe, na alipoonyeshwa hiyo sanamu, hapa kuna kaupepo tunasumbuana, kwa hivyo mtaniwia radhi kidogo nijipange. Niko sawa tu. Aya basi. Good.
Sasa neno linasema ya kwamba Nebukadnezaru mfalme ameweza kufanya sanamu, na ile sanamu aliyoifanya aliisimamisha. Alifanya sanamu na akaisimamisha. Tuanze hapo. Mfalme Nebukadnezaru amefanya sanamu kubwa, akaisimamisha. Usizime, wacha zikae. Akaisimamisha sanamu. Narudia tena. Mfalme Nebukadnezaru aliifanya sanamu kisha akaisimamisha. Katika sura ya 2, Mungu alimpatia mfalme ndoto, na ile ndoto ilipokuja kutafsiriwa na Danieli, neno la Mungu linasema katika sura ya 2 fungu la 31, wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Mungu alipompatia Nebukadnezaru ile ndoto, alimpatia sanamu katika ndoto. Akaona sanamu imesimama mbele yake katika ndoto. Alipoamka na Danieli akamuonyesha hilo ndoto lake, na akasikia yeye ndiye kichwa cha dhahabu, na baada yake kutatoka ufalme mwingine ambao ni kifua cha fedha na tumbo la shaba na miguu ya chuma na vidole vya miguu ambao ni chuma na udongo imechanganyana. Aliposikia hiyo ndio description, au hivyo ndivyo Mungu alikuwa ametengeneza, yeye sasa katika mawazo yake akiwa timamu akatengeneza mfano wake mwenyewe. Akatengeneza sanamu na akaisimamisha. Mungu alimuonyesha ufalme ambao umesimama lakini ulivunjwa. Sasa katika hali yake ya utimamu akatengeneza sanamu yake mwenyewe na akaisimamisha katika uwanja wa Dura. Hiyo peke yake inakuonyesha ya kwamba Nebukadnezaru amedeclare war na Mungu wa mbinguni. Ulisimamisha sanamu yako, lakini ulifanya makosa. Yako haikuwa sawa. Ilikuwa ni chuma zimechanganya. Ulikuwa na dhahabu, ulikuwa na fedha, ulikuwa na shaba, ulikuwa na chuma, ulikuwa na udongo. Yangu ni dhahabu kutoka juu mpaka chini, dhiraa 60, upana 6. Akasema hiyo ndiyo sanamu ambayo inastahili kuwa. Kwa hivyo hapo Mungu nitakusaidia kutengeneza sanamu. Na Biblia inasema ya kwamba akausimamisha katika uwanja wa Dura. Sikiza, katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makathi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadnezaru aliyoisimamisha. Sikia, ukiona Biblia unapoisoma inarudia jambo, elewa ya kwamba kuna jambo. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba huyu mfalme akawaagiza viongozi wa nchi, maamiri, manaibu, maliwali, makathi, watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu ambayo mfalme Nebukadneza aliisimamisha. Kwa hivyo fungu la kwanza limetumia jina kuisimamisha hiyo sanamu, na fungu la pili pia imerudia aliyoisimamisha. Fungu la tatu ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makathi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadnezaru aliyoisimamisha.
Aha. Hapa kuna maneno hapa. Tena fungu la 3 limerudia hilo jina la kuisimamisha. Tena anaendelea, wakasimama na mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Anaendelea fungu la 4. Ndipo mpiga mbio akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mumeamriwa hivi: wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Mtakaposikia nini? Mtakaposikia panda, naomba uhesabu uniambie ni ngapi utasikia. Panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari. Ni ngapi? 6. Aha. Ile sanamu ina urefu wa 60, upana wa 6 na instrument 6. Hello? 60, 6, 6. Is that ringing a bell? 60, 6, 6. 6, 6, 6. If you know, you know. Kwa sasa elewa ya kwamba kuna 60 juu, kuna 6 urefu, upana, na kuna aina za ngoma, aina 6. Biblia inasema ya kwamba na namna zote za ngoma lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na vinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote wa mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Neno la Mungu linaporudia jambo hili linatufundisha ya kwamba huyu mfalme Nebukadneza mwenyewe, hata ingawa Danieli alimuelezea, yeye mwenyewe amejitolea kupigana na Mungu wa mbinguni. Mungu alisema sanamu itavunjwa na itaangushwa, lakini mfalme Nebukadneza akasimamisha. Kuna viongozi wametokea duniani ambao hupenda kufanya kinyume cha Mungu mwenyewe, wakiongozwa na yule mwovu ambaye ni Shetani. Chochote ambacho Mungu alianzisha, Shetani analeta kitu tunaita counterfeit, ili aweze kudhoofisha kila Mungu aliweka. Nimrod mwenyewe alikuwa ni mtu ambaye alikuwa wa kwanza kujenga nyumba ya orofa inaitwa skyscraper, na yeye mwenyewe alijenga ile inaitwa the Tower of Babel, na alikuwa na lengo moja ya kwamba watu wasitapakae lakini waingie ndani, kwa sababu kuna mvua ilinyesha na alisikia hizo habari. Kwa hivyo alikuja kuambiwa habari hizi, maana si kitambo sana, na akaona Mungu anaweza tena fikiria kutumaliza na kutuangamiza kwa maji. Kwa hivyo vile tutafanya, tujenge mnara ufike mbinguni. Kama atafikiria siku ingine kutuangamiza kwa maji, tuingie sote, twende tukutane naye mbinguni. Atashangaa kituona mbinguni, aangamize dunia, sisi tumeingia kwa mnara. Kinyume cha mapenzi ya Mungu. Kwani mapenzi ya Mungu yalikuwa ni gani? Mapenzi ya Mungu yalikuwa ya kwamba zaeni mukaongezeke, muijaze nchi na muitiishe. Naye Nimrod akasema zaeni muongezeke, muijaze mnara na muishi huko. Kinyume cha mapenzi ya Mungu, counterfeit. Sasa naye Nebukadnezaru, kabla ya Nebukadnezaru, wakati walipojenga na walipoenda fanya hivyo, neno la Mungu linasema Mungu akasema
twende tukaona ile kazi wanadamu wanafanya pale duniani. Na alipokuja aliwachanganya. Tutakuja kuiona huo mnara wa Babeli. Lakini akawachanganya kawachanganya lugha. Wakawa na lugha tofauti, hawaelewani. Mchanganyiko maalum ambao ni Babeli au Babylon, mchafuko. Sasa naye Nebukadnezaru, Mungu mwenyewe ndiye alikuwa mwanzilishi wa ndoto sanamu hii. Kwa hivyo alimpatia katika ndoto, akamuonyesha sanamu. Lengo kubwa la Mungu kumuonyesha sanamu ilikuwa ni kumuonyesha ya kwamba falme za dunia ni za muda tu, lakini kuna ufalme utakao kuja tu. Akamwambia kwamba falme za dunia si moja itakayotawala, falme zitakuja na zitapita, lakini kuna ufalme mmoja hautapita. Lakini Nebukadnezaru akaonyesha Mungu ya kwamba hapana, ufalme ambao utatawala ni ufalme wangu na utaweza kuwako. Unajua huyu mzee anasumbua Mungu. Nebukadnezaru anajifanya yeye ni mjeuri, na Mungu ataonana na Mungu tu. Mungu ndiye aliyempatia mkono wa ushindi amchukue Jehoyakimu. Lakini sasa yeye mwenyewe ameanza kukiuka Mungu. Ni juzi tu Danieli alikuwa katika ikulu na akakuelezea Mungu huyu wa mbinguni. Ni juzi tu, lakini umesahau na unajifanya umesahau. Unajifanya tu haukumbuki. Una pretend hukumbuki kitu. Kama vile nilivyokuelezea jana, kuna watu tu ambao utaona wanajifanya hawakukumbuki na wanakukumbuka kabisa. Unajaribu kuambia si mimi ni ile mhubiri nilikuwa nahubiri Darnet. Sikumbuki bana. Ndio nazo siku hizi sijui ni vyakula vile tunakula hivi, vyakula vinafanya tusahau. Kusahau chakula gani na umeikula hii chakula tangia mwanzo. Sasa umenisahau tu jamani. Mimi sikumbuki. Lakini usijali. Nashukuru tumekutana leo. Siku nyingine nitakukumbuka tu. Na ni kujifanya kabisa, hata macho yako na mdomo zinaenda tofauti. Inaonekana huyu unajifanya. Nebukadnezaru akajifanya hakumbuki ya kwamba Mungu alisema mfalme, sikia, dhahabu, fedha, shaba, chuma, udongo. Akasema la hasha, tengeneza dhahabu kutoka chini mpaka juu, yote dhahabu. Tena weka katika uwanja wa Dura. Tena ita viongozi wa serikali. I want to make a public declaration. I want to make a statement ya kwamba hakuna Mungu mwingine wa kuabudiwa katika serikali hii. Ni Mungu wa Nebukadnezaru na sanamu ambao nimeweka. Leta viongozi ili wakirudi nyumbani baada ya kuuzindua huyu sanamu, wakirudi nyumbani waende wakatangaza katika wilaya zao, katika mitaa yao, wakitangaza kuhusu huyu Mungu wa pekee, Mungu wa Nebukadnezaru. Miongoni mwa wale ambao walikuwa pale, neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Danieli 3. Anasema hivi katika fungu la 8 ya kwamba basi baadhi ya Wakalindayo wakakaribia wakaleta ndipo mbio ikapiga kelele. Fungu la 4. Ndipo mpiga mbio akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamiriwa hivi: wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Na kila mtu asianguka na kuiabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru la moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Fungu la 8. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashitaka juu ya Wayahudi, wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadneza, mfalme uishi milele.
wewe mfalme ulitoa amri ya kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, ni lazima anguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu. Na kila mmoja asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru la moto uwakao. Lakini sasa tuna hitilafu kidogo mfalme, ya kwamba wako Wayahudi kadha wa kadha ulioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli. Na hawa, to be precise, ni Shadraka, Mishaki na Abednego. Watu hawa, mfalme, hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira ya ghadhabu, waletwe hao Shadraka, Mishaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hawa mbele ya mfalme. Nebukadreza akawaambia, enyi Shadraka, Mishaki na Abednego, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Kama vile nimekwambia, kitabu cha Danieli vile kimeandikwa, sura ikianza Mungu hukaa kama anashindwa. Nebukadreza alionyesha umaarufu wake wa kusimamisha sanamu, lakini kadiri unavyoendelea naye Mungu anapenya pole pole, sababu Mungu lazima atabadilisha hii game. Hii game lazima ibadilishwe. Na sasa Mungu ameanza kuibadilisha. Hawa vijana wamesimama tu. Na unajua, wakati hawa vijana walipokuwa pale, Shadraka, Mishaki na Abednego, watu walijua hawa vijana hawatasimama, hawataanguka. Walijua tu. They knew for sure these boys hawataweza kuanguka. Na ndio sababu hata walipoanguka lazima wangegeuka, wapinduka, waangalie kama wale vijana wako chini. Na sure enough, wakaona wale vijana wamebaki wamesimama, hawakutingika. Wakatoka pale, wakakimbia kwa mfalme Nebukadreza. Unajua wale watu wa mdomo, kuna watu ukimbiza maneno, hawajatumwa na mtu, lakini wanapenda kukimbiza maneno. Hawa wazee wamekimbia, wakaambia mfalme uishi milele. Sasa kuna shida kidogo. Wewe ulituambia tukisikia hii sauti zote za vipasa sauti, sisi wote tuanguke chini. Na ndivyo tulivyofanya mfalme, kwa uaminifu. Lakini kuna watu kadhaa hapa ambao uliwaweza kuwaweka kwa maeneo mbalimbali, na wao pale uwanjani wameweza kutuaibisha, na wamekataa kusujudu, wamekataa kuanguka, wamekataa. Nao ni Shadraka, Mishaki na Abednego. Kumbe hii inaonyesha wivu ambao walipata wakati hawa vijana walipewa kazi. Na kwa hivyo wamekuwa wakitafuta ni kwa jinsi gani watawaleta chini, na nafasi imepatikana. Little did they know that it was God of heaven who is rearranging the tables. Mungu ameingilia kati na ndiye anaanza kubadilisha mchezo. Mfalme aliwaita hawa viongozi wa serikali ili waje wazidue sanamu, ili wakirudi nyumbani wakatangaze kila mahali kuhusu huyu Mungu, lakini Mungu hataruhusu. Na ndio sasa basi kupitia hawa vijana wamekataa. Mungu atanena tu. Usiniulize Danieli alikuwa wapi, sababu hata mimi sijui. Lakini inawezekana Danieli alikuwa ni minister wa mambo ya nchi za kigeni, foreign affairs. Labda alikuwa tu amesafiri tu kikazi, hakuwa, kwa sababu Danieli hawezi akawa hapa na anguke chini. Hiyo haiwezekani, Belteshazzar. Kwa hivyo hakuwa karibu. Hiki kitu kimefanyika wakati hayuko katika nchi. Au labda alikuwa nyumbani tu anaomba. Unajua naye Danieli alikuwa ni mtu wa kuomba. Sasa sielewi. Lakini hawa vijana watatu, Shadraka, Mishaki na Abednego, sio lazima Danieli yawe ili tusianguke. Sisi ndani yetu tushaamua hatutakula chakula hii ya mfalme, na pia sanamu yake hatutaabudu, na miungu yake hatutaabudu. Haijalishi tuko nchi ya ugeni, we will still stand, na lazima tumtetee Mungu wa mbinguni. Nebukadreza akawaita hawa vijana. Alipowaita hawa vijana akawauliza, ni nini basi kumefanyika? Mbona hamtumikii miungu yangu? Is it true kila nimesikia? Maana maneno yamenifikia. Unajua kitu moja, na mheshimu huyu Nebukadreza, aliposikia habari za hawa vijana hakukimbilia kufanya uamuzi. Aliwaita awapatie hata wao nafasi, maana wako na haki ya kusikizwa. Ni mara ngapi umesikia jambo la mtu fulani na wewe unafanya uamuzi wako mwenyewe bila kujali?
Wewe mwenyewe unaegemea upande moja. Unaegemea tu vile umesikia, kijana fulani, msichana fulani. Hata kwa baraza ya kanisa unasikia mshirika fulani jina lake limeletwa na tunaanza kuizungumzia, tutoe kwa ushirika kwa sababu tumeambiwa, kwa sababu imesemekana. Tunafaa kuita haya mtu mwenyewe tusikie ni kweli. Maana umesikia mama amesema yule msichana yule kiongozi wa vijana ni kama ni mjamzito. Ni nini ilifanya ufikirie ni mjamzito? Tumbo yake naona iko kubwa kidogo. Alafu sisi tunaamua kutoa ushirika. Kumbe tungemuita huyu msichana, angetuelezea. Na unamuita ni nini? Tunasikia inaenda hivi, anasema hapana, mimi si mjamzito. Ni nini? Siku ile aliniangalia, nilikuwa nimekula maharagwe, tumbo ikafura. Ni tumbo tu ilifura, hata nilienda hospitali. Na wewe umekimbiza wazee wameingia katika shida ya kuvuta mtu na ni tumbo ilifura kwa sababu alichanganya maharagwe na mihogo. Ni vizuri fanya kama Nebukadnezaru. Nebukadnezaru mwenyewe aliita, alisema Johnny, waleta hapa vijana, wacheni kuniletea maneno. I want to hear from the horse's mouth. Akawauliza, ni kweli hayo maneno yamefika kwangu? Is it true? Neno la Mungu linasema ya kwamba ndipo Shadraki, fungu la 19 mfalme anazidi, basi sasa 18, kama mkiwa tayari wakati mtakaposikia sauti ya panda, filimbi na vingine, basi muanguke na msujudu sanamu niliyoisimamisha. Bali msipoisujudia mutatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakao moto. Naye ni nani? Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu. Nitawaachilia, nimesikia, lakini nawaacha tena murudi. Hii kitu itarudiwa. Hii itarudiwa kwa sababu mlifanya makosa. Bwana ni mwema. Hata wewe ukiwa mtu wa Mungu, wacha dunia irudie mambo mengine maana ulikataa. Wacha warudie mtihani maana ulikataa. Wacha warudie uchaguzi maana ulikataa. Wacha kirudiwe. Huyu mwenyewe Shadrach, huyu mwenyewe Mishaki na huyu Abednego hawakuwa wamesema, hawakuwa wamenena, hawakuwa na kauli moja, lakini kila mmoja alisema moyoni mwake. Na wakati walipoitwa na mfalme, akawaambia, sasa yawezekana hamukuelewa maana nyinyi ni wageni. Yawezekana lugha iliwapita kiasi. Sasa I'm giving you a second chance. Na wapatia nafasi ya pili. Murudi pale. Wale watapiga tena hizo filimbi na zeze na vinumbi vitapigwa. Mukisikia vimelia, hata kama hamtaanguka chini kabisa, muiname tu ili msijilete shida. Kwa sababu kama hamtaanguka na kusujudu, nitaamuru mchomwe leo. Mutachomwa. Mimi hapana cheza na mimi. Mimi Mungu niko nayo si mchezo, na sijui ni Mungu gani atakaye waokoa na mkono wangu. Who is that God that will save you from my hands? Ni nani? Nani kama mimi Nebukadnezaru? Nani? Najua Nebukadnezaru. Hii swali aliuliza Danieli. Alimuuliza, are you able to tell me of the dream? Una uwezo, maana vile umekuja na hii moto naona nawe ni kijana tu shupavu hapa, unakuja are you able? Danieli akasema, the Wakaldayo are not able. Wazihiri hawawezi, hata mimi siwezi. Lakini kuna Mungu mbinguni. Hawa vijana wameulizwa, ni Mungu gani? Hey. Neno linasema hivi. Neno linaendelea kusema, Shadraka wakajibu. Fungu la 19. Ndipo Shadraka na Misheki na Abednego wakajibu. Wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. We don't have to argue about this issue. Hili si jambo letu tuweze kujibiana na wewe mfalme. Kama ni hivyo, kama umeamua kutumaliza, kama umeamua kutuchoma, ni sawa tu. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru lile lilawakao moto. Naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bwana asifiwe. Vijana wana imani kweli na Mungu wao. Na wanaangalia mfalme, wanamhurumia. Wanasema, wewe inaonekana hujasikia, haujui.
una gabble na nani? Haujui ni nani huyu unayecheza naye. Hauna taarifa. Vile uliona alikubali kutekwa nyara na ukaja ukampeleka mpaka Babyloni, ukafikiri ni muoga, or he's a weak God. You are mistaken. Don't confuse meekness and weakness. Do not confuse meekness and weakness. Kuona nimetulia tu, usije ukafikiria ati mimi sina nguvu, ati mimi ni muoga. Usione simba amenyeshewa ukadhani ni paka. Huyu si paka. Usione hata hapa kanisani kina mama, msione hawa wazee wametulia. Unamchokoza mpaka nyumbani, karibu uingize kidole kwa macho yao. Ni Yesu tu ametulia. Makucha hayajaenda, makucha iko imekaa tu ndani kwa sababu ya Yesu. Unamwambia vile unataka kusema, anasema it's okay mama, it's okay my dear. Lakini ndani anasikia kama hiyo uume wake ikiamuka, hata wewe unaelewa huyu mwanaume ni Yesu amekushikilia tu hivyo kidogo. Akiachiliwa na Yesu si unakumbuka kabla hajamkubali Yesu vile alikuwa ni nani? Hajaenda mbinguni, ni yule ni neno limeweza. Ni vile amesoma neno akatulia tu. Anatulia tu. Ni yule, usichanganyishiwe. Usifikiri simba amenyeshewa ni paka. Neno la Mungu linasema ya kwamba Shadraka wakamwambia mfalme, sisi hatuna wakati wa kujibiana na wewe. That is a very mediocre thing. It's a very trivial. Kitu kidogo sana sisi kujibiana na wewe. Kile tunataka ujue ni kwamba sisi tunaamini Mungu wa mbinguni. Na huyu Mungu atatuokoa kutoka kwa tanuru lako la moto. Atatuokoa kutoka kwa mkono wako. Nebukadneza. Lakini akaendelea fungu la 18, bali kama si hivyo, ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali kukuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. I like that text, verse 18. Anasema, but let it be known unto you. Mfalme, sisi tuna Mungu na atatuokoa. Lakini kama leo ameamua hata tuokoa, sisi wenyewe hatuko tayari kuabudu hiyo sanamu yako. Hatuko tayari. Neno la Mungu fungu la 19 linasema ya kwamba ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka, Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Neno la Mungu linasema huyu Nebukadnezaru kwa ghadhabu amesema hawa vijana lazima wachomwe, na wataelewa Mungu ni nani. Wataelewa mimi ni nani. Hiyo tanuru inawaka, sawa, ongeza mara ngapi? Mara 7. Ati sasa huyu amekasirika. Yaani Nebukadnezaru amefika mwisho. Hiyo sasa 7 ni kufika mwisho. Hata vijana walicheka. Ati mara 7. Hebu nikuulize msikilizaji wangu, hawa vijana walipotestiwa, walipofanyiwa interview, walionekana wao ni wangwana au wana hekima mara ngapi? Mara 10. Na mfalme ameongeza moto mara ngapi? Hata wewe hata kama hujui hesabu, 7 na 10 ni gani itameza ingine? Kwa hivyo hapo tu wakajua, baba umejimaliza. Sisi we are 10 times more kuliko hiyo moto yako. Na wao wameamua Mungu atawaokoa. Kama hata waokoa, hawako tayari, watasimamia imani yao. Na wanaangalia moto iko hapo. Si ati wanaambiwa watachomwa kesho, moto iko hapo. Na wakazikia itaongezwa mara 7 na hawakubadilisha. Nikuulize swali, ingekuwa ni wewe, bado ungeendelea kushikilia ya kwamba hautaabudu? Au ungesema wacha hili unajua hata Biblia inasema lazima uwe mtu mwenye hekima kama nyoka na uwe hauna ubaya, mpole kama jiwa. Kwa hivyo tuabudu tu ili tukitoka hapa tutaenda kuomba msamaha kwa Mungu. Hata yeye anaelewa. Mungu anaelewa hizi ni nyakati nzito sana. Mungu anaelewa economy si nzuri tu.
anaelewa. Mungu anajua. Unajua uzuri wa Mungu wetu, anafahamu. Kwa hivyo mtatuia radhi. Naomba msamaha mchungaji, lakini lazima hiyo deal lazima ningeimaliza hiyo deal. Shadrach, Meshaki na Abednego, moto itawaka. Neno linasema wakafungwa na wale ambao walikuwa na nguvu katika jeshi la huyu mfalme Nebukadneza. Walipofungwa, Biblia inasema wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu ya amri ya mfalme ilikuwa ni kali, na ile tanuru ilikuwa na moto mkali, mwako au ulimi wa moto, ndimi za moto au joto, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi Mungu ameanza kubadilisha mchezo. Wametupwa katikati ya tanuru. Hapa kwa mdomo ya tanuru kuna joto tu ilichomoka ikawamaliza wale waliowatupa, na hawa vijana wakaingia ndani. Na Biblia inasema walipotupwa ndani, hawa vijana wakaanguka. Hiyo ni fungu la 23. Wakaanguka ndani. Wakarushwa katikati ya tanuru, wakaanguka. Tafadhali fuata hiyo. Wakaanguka, maana waliangushwa na viongozi hawa na wanajeshi hawa, wakaangushwa katikati ya tanuru ya moto. Hivyo ndivyo shetani hufanya kila wakati. Anakushika, anakukamata, anakuangusha katikati ya shida na majaribu. He makes sure ya kwamba hautasimama. Wakaangushwa hawa vijana, na tena hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Bwana asifiwe. Mchezo unabadilika. Mungu ako karibu kuwin. Tunaendelea, hizo inaitangwa injury time. Lazima wakati umeongeza, na mtangazaji anasema hakika hii uwanja vile mchezo unavyoendelea inaonekana ya kwamba Babeli wana rules, Babeli wanapoteza, lakini Mungu inaonekana bado atafunga bao hapa. Bwana anafunga bao. Mpira basi kwa Shadraki, mpira basi kwa Meshaki na Abednego, na wanaendelea. Wamesimama, walikuwa wamefungwa. Mfalme akasimama kwa haraka na akauliza, si tulitupa watatu? Hata yeye amechanganyikiwa. Mfalme haoni kuna wanajeshi wamekufa hapa. Hapo sio wakati wa kuafikiria. Hapa ndani kuna maneno. Hemu angalieni nyinyi wote. Sijui mimi napoteza fahamu, sielewi, lakini tulipotupa watatu, si ndio? Lakini na walikuwa wamefungwa na tuliwaangusha chini. Mbona basi wanatembea hapo ndani ya moto? Nini kinachoendelea? Tena wamefunguliwa na wako na mwingine 4, na ni kama wanaenjoy kuwa pale kwa moto, wanatembea. Bwana asifiwe sana. Unajua wakati Nebukadnezaru alipokaa chini na kupanga kuangamiza watumishi wa Mungu, naye Mungu wa mbinguni akaita baraza la dharura. Akaita haraka, I need the excom. Nataka excom wakuje haraka. Roho Mtakatifu na Yesu akakusanyika pale, na Baba akasema ya kwamba sasa pale duniani Babeli kuna hali ya hatari. Wale tuliowatuma mabalozi wa karibu kuangamizwa katika tanuru la moto. Tunahitaji mmoja aende akawaokoe. Na nafikiri hata malaika Gabrieli alikuwa pale, na akajitokeza akasema, mimi nitaenda tena kwa mwendo wa kasi. Akaulizwa, utachukua muda gani? Akasema, sekunde moja nitakuwa pale kwa moto. Akaambiwa, pana, huwezi ukaenda. 1 second is too long. Yesu akajitolea akasema, mimi nitaenda kuwaokoa wale vijana wetu watatu. Na neno linasema ya kwamba basi Yesu alipoulizwa, akaulizwa, wewe utachukua muda gani? Akasema, I am already in the fire. Niko ndani ya moto. Mimi sichukui muda, mimi ninawagojea kwa moto. Rafiki msikilizaji, wakati unaposikia unaenda kwa hatari, usiogope. Kama ni kwa sababu ya neno la Bwana, enenda huko kwa sababu alikutangulia mbele. Anasema, nilikutangulia kwa shida.
shida, nilikutangulia kwa njaa, nilikutangulia kwa matatizo, niko pale, usiniaibishe. Hebu imagine kama wangekataa, kama wangeogopa. Neno linasema walipoingia pale ndani, basi wamesimama. Walirushwa wakaangushwa, sasa wamesimama. Walirushwa wamefungwa, wamefunguliwa. Walirushwa wachomeke, moto haumafanyi madhara yoyote. Na wanaongea na Yesu. Na Yesu anawaambia kwamba mambo iko sawa, kule tunawangojea bado. Msijali, tulijua tu hiki kitafanyika, na nimetumwa na salamu na Baba. Baba ameniambia nije niwasalimie. Hata Enoko tulikuwa naye asubuhi leo, kaniambia nikija niwasalimie. Tungekuja wote lakini nikasema mimi natosha. Yesu atosha. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba basi huyu mfalme alipoona kile kimeendelea ndani, akanena akasema, enyi Shadraki na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraki na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na waliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Akawaambia Shadraka, Meshaki na Abednego, tokeni. Na vijana wangu wakatoka majestically, hawana haraka. Walirushwa, sasa ndio wanajitoa. Walikuwa wamefungwa wakirushwa, sasa wako huru. Kwa sababu hauwezi ukaenda kwa Yesu na ubaki ukiwa umefungwa, na hauwezi ukaenda kwa Yesu na ubaki ukiwa chini. Lazima utainuka, lazima utaambia watu nina ushuhuda. Hata nyinyi mnajua last year nilikuwa chini, lakini nilipokutana na huyu mwana wa seremala nimesimama. Bwana asifiwe sana. Yaani hauwezi ukakutana na Yesu na uendelee kuwa the same. It cannot happen. Anakutana na mwanamke ambaye she is a sinner, na anambadilisha anakuwa a saint, ni mhubiri. A prostitute is changed to a preacher. Ukikutana na Yesu kama uko juu ya mti, anakuambia shuka haraka baba, shuka haraka. Shuka saa hizi kwa sababu leo nitakuwa mgeni wako. Bwana asifiwe sana. Yesu anasema ya kwamba akija kwako, akikupata na machozi, atakupanguza machozi. Hawa vijana wakatoka watatu. Hebu niwaulize, Nebukadneza alipoangalia ndani, aliona watu wangapi? Alipowaita, aliita watu wangapi? Mbona hakuita wanne? Mbona aliacha huyu wanne? Nebukadnezaro sio mjinga. Nebukadnezaro alifanya hesabu kali sana, akasema kama ni mimi niliwasha hii moto, na kweli kwa mimi ndio niliongeza mara 7, na hii kitu ni moto kabisa, exceedingly hot. Alafu hawa vijana wako na mtu ya ine, inaweza kuwa ya kwamba huyu ndiye amefanya kuwafungua hawa vijana. Na kuna watu hapa, si kwamba hajui wamekufa, lakini hana shughuli. If he can stop this fire from killing them, ndani. Nikifanya makosa kuita watoke wakiwa waine, huyo waine akitoka hapa, si tutamalizwa wote sahi. Kwa hivyo, tokeni wale tulirusha watatu, waine akae, yeye ni shughuli zake hatumjui. Maana hata nilipoangalia, anakaa kama mwana wa nani? Wa miungu. Ni nani aliambia Nebukadnezaro Mungu ako na mwana? Na alikuwa ameuliza, ni Mungu gani? Ni nani atawaokoa na mikono yangu mimi? Hivyo ndivyo shetani hututisha. Usimuogope, shetani alishindwa kitambo, kichwa kilibodwa, ni mkia tu imebaki. Usimuogope. Akikuuliza ni nani? Mwambie there is a God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. Na neno linazidi kusema ya kwamba, nimekwambia kitabu cha Danieli, hapa katikati Mungu anabadilisha mchezo, kwa sababu lazima Mungu aibuke mshindi. Mimi kila ninampendea Mungu ni kwa sababu hajui kushindwa ni nini. Kwa Mungu vocabulary ya kushindwa ndio sijui, na anapendanga vita. Kwanza mimi Mungu wangu anapendanga vita. Hiyo ndio nampendea. Anapenda vita. Mungu wangu. Anapendanga vita. Na nilimuulizanga siku moja, nikamuuliza, hebu nikuulize, mbona unapendanga hivi vita hivi kila wakati? Unapendanga vita na zilianzanga mbinguni, hapa mbinguni. Mbona unapenda vita? Akaniambia, sikia, kile kinafanya nipende vita ni kwa sababu sijashindwa. Mimi sijashindwa. Mimi vita ninaitaka sana. Hata wewe uone, hata mtoto yake alikuja duniani akakuta watu wamebadilisha kanisa, imekuwa kama ni mahali ya wakora. Alichukua kiboko akasema leo ni mimi vita. Nani? Walitimua wote. Mimi napendanga huyu Mungu vita. Mimi hautanisumbua.
tutakulima na yeye. Kwani usitusumbue, hata kanisa usitusumbue sana, tutakulima wote. Bwana asifiwe sana. Lakini neno linasema hivi, mwisho sasa tumalize. Fungu la 29, neno linasema ya kwamba basi mimi naweka amri. Huyu ni mfalme Nebukadnezar, amebadilika kuwa pastor sasa, ndiye mhubiri mkuu. Amesema mimi basi kama mfalme naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na taifa na lugha na jamaa watakao nena neno lolote lisilopasa juu ya huyu Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego watakatakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii kama Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Goli! Mungu wa mbinguni amefunga bao. Babeloni 0, Mungu wa mbinguni 3. Bwana asifiwe. Lakini kutamatisha, neno linasema kisha mfalme akawakuza Shadraki na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Wameinuliwa, wamekuwa promoted. Na basi wasikilizaji, tunatangazia hakika hii timu ya mbinguni, timu ya Shadraka, Meshaki na Abednego wameibuka kuwa washindi, na ndio ambao walikuwa wananing'inia kikombe na wameenda nyumbani na kikombe. Mungu wa mbinguni hajashindwa na hakushindwa, ako Babuloni na ndiye tunayemwabudu. Hata kama kuna tanuru la moto, Mungu wa mbinguni ameonyesha ya kwamba yeye ndiye moto ulao, na huyo ndiye tunayemwamini. Bwana asifiwe. Ni nini hiki kitakacho kutenganisha na huyu Mungu? Ni kifo? Ni mauti? La hasha. Huyu tunamsimamia na tutamtetea. Hata kama ni nini, tutasonga mbele na injili ya Bwana itaenda mbele, kwa sababu ndiyo nuru ya matumaini. Sisi tunajua tunayemwamini, na Nebukadneza hautatutisha, kwa sababu Mungu wetu ndiye hutisha. Bwana asifiwe sana. Sasa si hata nyinyi msimame tuombe sasa, ni nini ingine mnangojea? Na wale mnakuja hapa, John tuombe. Leo sikwambii ni nani ninaita, lakini ukisikia unataka kuja hapa mbele, njoo tuombe. Usikie unataka nguvu za pekee, usikie unaombea mtu mgonjwa, usikie wewe una ugonjwa, usikie unataka Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. I am giving you this chance. Come over, we want to pray together. We need that fire. Kama unataka kusema kama hawa vijana, tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu, njoo. Na kama uko hapo kwa kituo, hata wewe simama. Kama uko kwa baa, simama. Kama uko nyumbani, simama. Hebu jitoe wakfu kwa Bwana. Kama uko hapa, njoo, tuna nafasi nyingi kubwa sana hapa. Njoo. Wale walitoshea kwa tanuru la moto na walisimama imara na wakasema hakika huyu ndiye Mungu tuliyemtarajia. Na kama leo ndiyo siku yako ya kwanza, ungetaka kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, njoo tu hapa mbele hapa kwa mkeka. Lakini wengine tusonge kando, tusonge tafadhali, to create space kwa wale wako nyuma yako. Kama kuna mtu wako nyuma yako, mtayarishie tu nafasi. Just give us some space. Kama ungeomba wewe uweze kubatizwa, usikia kwamba mimi naomba nibatizwe, niandaliwe kurudi kwa Yesu Kristo, njoo hapa mbele. Njoo mbele, tutaomba pamoja. Njoo hapa kwa madhabahu, kwa sababu Yesu hakika anakuhitaji. Kama unasikia ya kwamba wewe shida yako si ya kusimama huko, yangu hii lazima iende kwa mibari, ilete. Kama unasikia mzigo wangu ni mzito kiasi, njoo tu karibu na madhabahu hapa, tutaomba na wewe. Njoo tu, usiogope, njoo. Inategemea roho yako, unajua maisha yako. Labda kwako nyumbani ni moto, lakini unataka kukaribisha moto wa Yesu kwako. Njoo hapa ujiunge na wengine ili tuweze kuomba na wewe pamoja. Hawa walikuwa ni vijana ambao walifanya mfalme abadilishe mawazo, na hata wewe unaweza. Na ninataka niwaambie hivi, tutakapofika kitabu cha Ufunuo 13, utakuja kuona jambo hili likijirudia. Wakati shida zile ziko mbele yetu zitajirudia, lakini sisi tunataka tuwe tayari. Hawa vijana Shadraki, Meshaki na Abednego hawakujiandaa kule Babeli. They were already ready. Kabla hawajapelekwa kule, walikuwa tayari. Je, na wewe? Nani mwingine amebaki? Sekunde 2 uje ili tuweze kuomba.
Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, jioni ya leo umetukumbusha ya kwamba hata kama tuko katika nchi ya ugeni, bado unatungoja tu ili tuweze kukuwakilisha na kusimamia imani. Kama vile Shadrach, Meshaki na Abednego walivyojikuta katikati ya umati wa watu na viongozi wa serikali na hata mfalme mwenyewe, lakini hawakukiuka imani yao wala kuogopa, walisimama imara. Nasi jioni ya leo tunaomba utuwezeshe kusimama imara na kuisimamia imani. Miongoni mwetu kuna wale wanaomba uingie katika roho zao. Kuna wale wanaomba mizigo ni mizito, wangeomba uwatatulie mizigo yao na matatizo yao. Hawa wote nimewaleta mikononi mwako. Wengine wanaugua, nimewaleta mikononi mwako. Wengine wako mbali na wananitazama wakiwa mbali. Unawajua kwa majina, unawaelewa kule wametoka. Kila mmoja nimemleta mikononi mwako Bwana. Na wale wanaojiandaa kwa sababu ya ubatizo, naomba ya kwamba hakika ukawaandae roho zao. Wale wako hapa ndani na wale wako mbali, ukawakumbuke wote. Wakati utakapowadia, sote tuondoke na kuelekea manyumbani. Tutamejikabidhi mikononi mwako tukiomba usafiri mwema, na tukijua uko pamoja nasi sasa na hata milele. Hadi siku ya kesho tumejiachilia mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Amen.